Bingwa wa mbio fupi Mark Mutai ameanza kuwaza kustaafu, lakini ana imani kwamba Kenya ina wanariadha waliobobea na ambao wanaweza kumrithi katika mbio hizo. Mark Mutai ni kati ya wanariadha wa kutajika sana katika mbio fupi hapa nchini, ikizingatiwa kuwa Kenya inatambulika sana kwa mbio za masafa wala sio mbio fupi. Kupitia matokeo yake, Mutai wamewapatia changamoto wanariadha wengi kujihusisha na mbio fupi. Safari yake hata hivyo haijakuwa bila changamoto. Aliwakilisha Kenya kwa mashindano ya dunia kwa mara ya kwanza mwaka 2009 ambapo aliorodheshwa 49 baada ya kuondolewa katika kitengo cha mchujo. Hata hivyo mwaka mmoja baadaye, Mutai alisaidia Kenya kushinda taji la Afrika kwa mbio za mita 400 kupokezana kijiti kwa wanariadha 4 kabla ya kumaliza 4 katika mbio za mita 400. Matokeo yake ya kuridhisha hata hivyo ni pale alipotoa taji la mashindano ya Jumuiya ya Madola nchini India. The memorable moment in my career was Delhi 2010 when I won 2 medals, 4x4 silver and a gold in 400. That still sinks in my memory. Mutai kwa sasa ana umri wa miaka 36 na mara nyingi anajitosa uwanjani kushindana na wanariadha walio na umri mdogo. Je, ni vipi ameweza kustahimili ushindani mkali katika kila mashindano haswa hapa nchini? Azimio la Mutai kwa sasa ni kupata nafasi ya kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia jijini Beijing kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kustaafu kutoka riadha. Iwapo ataamua kustaafu, wengi wa wanariadha wa mbio fupi wataendelea kuangazia matokeo yake na kupata motisha kutilia maanani mazoezi. Ishayan, Moresa and even Musheru have been showing good signs that they will come and pick up from where we left, and I believe they will perform very well. Mutai atashiriki mashindano ya taifa ya riadha huku akiendelea kusaka muda wa kufuzu kwa mashindano ya dunia. Lynn Wachira, KTN Michezo.